Leo nataka nikuchukue safari ndefu ya mawazo. Safari ambayo haipiti barabarani. Safari inayopita kwenye akili ya mtu mmoja. Mtu ambaye kwa mtazamo wangu si mtu wa kawaida. Si kwa sababu ana pesa nyingi, si kwa sababu anajulikana, bali kwa sababu anafikiri kwa namna ambayo watu wengi hawawezi kuthubutu kufikiri. Mtu huyo anaitwa Peter Thiel. Na hadithi yake si hadithi ya miujiza, ni hadithi ya maswali. Maswali ambayo wengi waliyakwepa, maswali ambayo wengi waliogopa kuyauliza. Mwanzo, mtoto anayeangalia ulimwengu kwa njia tofauti. Peter Thiel alizaliwa mwaka 1967. Tangu akiwa mdogo hakufanana na watoto wengine. Hakuwa mtoto wa makelele, hakuwa mtoto wa kufuata kundi. Alikuwa mtoto wa kukaa pembeni, akichunguza, akisikiliza, akifikiri. Wakati watoto wengine wanacheza bila wasiwasi, Peter alikuwa anaangalia na kujiuliza kwa nini mchezo una sheria fulani na kwa nini sheria hizo haziwezi kubadilishwa. Alipenda sana mchezo wa chess, na chess ni zaidi ya mchezo. Ni somo la maisha, ni somo la kuona mbali. Unapocheza chess, huchezi hatua ya sasa tu. Unacheza hatua ya 3, ya 4, ya 5 mbele. Unajaribu kuona mwisho kabisa kabla hujaanza. Na hapo ndipo jambo la kwanza la ajabu lilipojitokeza. Peter Thiel alikuwa mtoto anayefikiria mwisho kabla ya mwanzo. Utoto uliojaa maswali. Alipokuwa anakuwa, familia yake ilihama mara kadhaa. Hilo lilimfanya awe mgeni mara nyingi. Na mtu anapokuwa mgeni, huanza kuangalia mambo kwa jicho tofauti. Aliona jinsi watu wanavyokubali mila, sheria na mifumo bila kuuliza. Aliona jinsi watu wanavyofanya mambo kwa sababu tu ndivyo yalivyozoeleka. Ndani ya akili yake kulikuwa na sauti ndogo ikisema, lakini vipi kama mambo yangefanywa tofauti? Hilo swali ndilo swali lililokuja kubadilisha maisha yake. Elimu, kusoma, lakini zaidi ya kusoma. Peter Thiel alipofika chuo kikuu, alisoma falsafa. Falsafa sio masomo ya kukariri, ni masomo ya kuuliza. Ni masomo ya kujiuliza, maisha ni nini? Ukweli ni nini? Mamlaka ni nini? Na kwa nini tunapaswa kukubali kile tunachoambiwa? Baadaye akaenda kusoma sheria. Kwa macho ya nje, hii ilionekana kama njia ya mafanikio, njia ya kazi nzuri, njia ya heshima. Lakini ndani yake, kitu kilianza kumsumbua. Aliona wanafunzi wengi wanavyofikiria kwa mstari mmoja tu. Nisome, nipate kazi, niishi maisha salama. Lakini Peter hakutaka maisha salama tu. Alitaka maisha yenye maana. Alianza kuona kuwa mfumo wa elimu, ingawa unafundisha maarifa, pia unafundisha utiifu. Unawafundisha watu jinsi ya kupita mitihani, lakini si jinsi ya kubadili dunia. Kuhitimu sheria na kukosa amani ndani ya moyo. Peter Thiel alifanya kile ambacho wengi hufanya. Aliingia kazini, akaanza maisha ya kitaaluma. Lakini hakukaa muda mrefu. Kila siku aliamka, akaenda ofisini, akaandika, akaelekeza, akaelezea sheria, lakini kila siku alirudi nyumbani na swali lile lile. Hivi, kweli ndio sababu nipo duniani? Aliona kuwa anatumia akili yake kubwa kulinda mifumo ya zamani, badala ya kuunda mipya. Ndipo alipoamua jambo ambalo watu wengi huogopa kufanya. Kuacha njia salama bila kuwa na uhakika wa inayofuata. Kwa nje ilionekana kama uzima, lakini ndani ilikuwa ni uhuru. Kugundua teknolojia, kuona kile wengine hawaoni. Miaka ya 90, mtandao ulikuwa unaanza. Watu wengi uliona kama kitu cha mawasiliano tu, barua email, ujumbe. Lakini Peter Thiel uliona kama nguvu ya kubadilisha jamii nzima. Alianza kufikiria kuhusu pesa. Alianza kufikiria kuhusu benki. Akauliza swali ambalo wakati huo lilionekana la kupuuzi. Je, pesa zinaweza kuhamishwa bila benki? Watu wengi walikataa wazo hilo. Wengine walicheka, wengine walihofu. Lakini Peter hakuangalia hofu, aliangalia mustakabali. PayPal, kuanzisha kitu hakijawahi kuwepo. PayPal haikuanzishwa ili kuwa maarufu. Haikuanza ili kupendwa. Ilianza ili kutatua tatizo. Tatizo la kuhamisha pesa haraka,
salama na bila vizio vya mifumo ya zamani. Mwanzo hakukuwa mrahisi. Kulikuwa na mashambulizi ya kiusalama, kulikuwa na shinikizo la serikali, kulikuwa na hofu ya watu. Lakini PayPal iliendelea. Na jambo la ajabu likatokea. PayPal haikubadilisha tu namna ya kutuma pesa, ilibadilisha namna ya kufikiri. Watu waliokuwa ndani ya PayPal walijifunza kufikiri kwa kasi, walijifunza kuona fursa, walijifunza kuthubutu. Na watu hao baadaye waliendelea kuanzisha na kuendeleza makampuni makubwa sana duniani. Kuwekeza kwenye mustakabali sio leo tu. Baada ya PayPal, Peter Thiel angeweza kupumzika, angeweza kuishi maisha ya anasa, lakini hakufanya hivyo. Alianza kuwekeza, lakini si kuwekeza kwa kufuata kundi. Aliwekeza kwenye mitandao ya kijamii kabla haijakubalika. Aliwekeza kwenye data kabla watu hawajaielewa. Aliwekeza kwenye akili bandia kabla watu hawajaiona kama muhimu. Alikuwa anaangalia miaka 10, 20 mbele. Tofauti ya msingi katika njia ya kufikiri. Hapa ndipo Peter Thiel anapotofautiana sana na watu wa kawaida. Watu wengi huuliza, naweza kushindana? Peter aliuliza, kwa nini nishindane wakati naweza kuunda kitu cha hakina ushindani? Watu wengi huiga, yeye huunda. Watu wengi hutafuta mashoko yaliyojaa, yeye hutafuta tatizo ambalo halijaguswa. Na hapo ndipo siri ya akili yake ilipo. Hakukimbia ushindani, aliepuka kufanana. Mawazo yenye uzito, kuanza kutoka sifuri. Peter Thiel anaamini kuwa maendeleo ya kweli hutokea pale mtu anapounda kitu kipya kabisa, si pale anapoboresha kidogo kilichopo. Hili ni somo zito sana kwa vijana wa Kitanzania. Maendeleo sio kuongeza duka lingine. Maendeleo sio kuiga biashara ya jirani. Maendeleo ni kuuliza, ni tatizo gani watu wanalo kila siku, lakini hakuna anayelitatua kwa njia rahisi? Ujumbe kwa vijana wa Kitanzania. Peter Thiel hakuzaliwa akiwa na majibu yote. Alianza na maswali. Na wewe pia unaweza kuanza hapo. Usiogope kuuliza maswali magumu. Usiogope kuonekana tofauti. Usianze kidogo. Dunia ya baadaye haitakuwa ya wale wanaofuata mkumbo. Itakuwa ya wale wanaoiunda. Mwisho wa hadithi hii, nataka ubaki na wazo moja tu. Peter Thiel ni genius si kwa sababu ya alichonacho, bali kwa sababu ya alichokataa kuwa. Alikataa kuwa wa kawaida. Alikataa kuishi maisha yaliyoandikwa na wengine. Alikataa kufunga macho wakati dunia inabadilika. Na labda mahali pengine Tanzania kuna kijana anayesikiliza simulizi hii ambaye naye ataamua leo kuanza kufikiri tofauti. Na hapo ndipo mabadiliko yanaanza.